Israeli imeanzisha mashambulizi kote Irani mapema leo Ijumaa, ikisema yalilenga moyo wa mpango wa nyuklia wa nchi ya Iran. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti mashambulizi hayo yamemuua mkuu wa walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, ambalo ni tawi lenye nguvu la jeshi la nchi hiyo, Hossein Salami, pamoja na maafisa wengine wakuu wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia. Vyombo hivyo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kwamba raia wakiwemo watoto pia ni miongoni mwa waliouawa. Aidha, jeshi la Israeli limesema kuwa Irani imerusha takribani ndege 100 zisizo na rubani kuelekea Israeli leo Ijumaa asubuhi, ambapo vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kuwa ndege hizo zote zilinaswa, huku hali ya hatari ikiwa imetangazwa katika Israeli. Mashambulio kadhaa yameripotiwa pamoja na kituo kikuu cha kurutubisha nyuklia cha Iran, na milipuko imeripotiwa katika mji mkuu wa Iran, Tehran, usiku wa kuamkia leo Ijumaa. Televisheni ya taifa ya Iran imesema maeneo ya makazi ya watu huko Tehran yalikumbwa na mashambulizi hayo, na milipuko pia imesikika kaskazini mashariki mwa mji huo mkuu. Huko Israeli nako wakaazi waliamshwa na ving'ora vya uvamizi wa anga, na wakati huo huo wakapokea arifa za simu za dharura. Jeshi la Israeli limesema kuwa limepiga malengo kadhaa ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na shabaha za nyuklia katika maeneo tofauti ya Iran. Saa chache baada ya mashambulizi ya awali, mlipuko uliripotiwa katika kituo cha nyuklia cha Natanz ambacho kiko karibu kilomita 225 kusini mwa mji mkuu, kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA baadaye lilithibitisha kuwa kituo cha Natanz kiliathirika. IAEA imesema iliarifiwa na mamlaka ya Iran kwamba hakujawa na ongezeko la viwango vya mionzi katika eneo la Natanz. Mkuu wa IAEA Rafael Gross amesema vifaa vya nyuklia kamwe visishambuliwe, na kwamba mashambulizi kama hayo yana madhara makubwa kwa usalama wa nyuklia, usalama na ulinzi, pamoja na amani na usalama wa kikanda na kimataifa. Katika taarifa yake kwa wajumbe wa bodi, Grossi ametoa wito kwa pande zote kujizuia zaidi ili kuepusha ongezeko zaidi la hatari, akisema hatua yoyote ya kijeshi ambayo inahatarisha usalama wa vituo vya nyuklia ina madhara makubwa kwa watu wa Iran, kanda na kwingineko. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema mashambulizi hayo yanayoitwa Operation Rising Lion, yani kumnyanyua simba, ni operesheni ya kijeshi inayolenga kuondosha tishio la Iran kwa maisha ya Waisraeli. Netanyahu amesema kuwa operesheni hiyo itaendelea kwa siku nyingi kadri inavyochukua ili kuondoa kabisa kuenea kwa tishio hilo. Amesema kuwa katika miezi ya hivi karibuni Iran imechukua hatua ambayo haijawahi kuchukua hapo awali ya kumiliki uranium iliyorutubishwa, na hivyo isiposimamishwa Iran inaweza kuzalisha silaha za nyuklia kwa muda mfupi sana, inaweza kuwa mwaka au chini ya mwaka mmoja, na kwamba hii ni hatari ya wazi na iliyopo kwa maisha ya Waisraeli. Katika hotuba yake, Netanyahu pia amemshukuru rais wa Marekani Donald Trump kwa kukabiliana na mpango wa silaha za nyuklia wa Iran. Afisa wa jeshi la Israeli ameliambia shirika la habari la BBC kwamba Irani ina nyenzo za nyuklia za kutosha kuunda mabomu ya nyuklia ndani ya siku chache. Aidha, jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema kwamba Irani imerusha takribani ndege 100 zisizo na rubani kuelekea Israeli siku ya Ijumaa asubuhi, na kuripoti kuwa ndege zote zisizo na rubani zilinaswa. Wizara ya mambo ya nje ya Irani imesema kuwa vikosi vyake vya kijeshi havitasita kutetea mamlaka ya Iran kwa nguvu kamili na kwa namna wanavyoona inafaa. Katika taarifa yake, wizara hiyo imetaja operesheni ya Israeli kama vitendo vya uchokozi na kusema serikali ya Marekani kama mlezi mkuu wa utawala huo pia itawajibika. Hata
hivyo Marekani imejitenga na mashambulizi hayo ya Israel, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuwa haikuhusika na mashambulizi hayo na wala haikutoa msaada wowote. Amesema kipaumbele cha juu kwa Marekani ni kulinda majeshi ya Marekani katika eneo hilo. Katika maoni mengine ya kimataifa, Oman ambayo imekuwa sehemu ya upatanishi wa mazungumzo ya nyuklia ya Marekani na Iran imesema inawajibisha Israel kwa kuongezeka huko kwa mashambulizi na matokeo yake. Kufuatia shambulio hilo, IDF imesema kuwa mkuu wa majeshi ya jeshi la Iran, kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC na kamanda wa kamandi ya dharura ya Iran wote wameangamizwa katika mashambulizi ya Israel kote Iran. IDF imesema shambulio lake la usiku lililenga zaidi ya malengo 100 ikiwa ni pamoja na viongozi wakuu wa Iran na viongozi wa mpango wa nyuklia. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kuwa waliouawa ni pamoja na Hussein Salami, kamanda mkuu wa IRGC, Ghoramali Rashid, kamanda wa makao makuu ya Qatam al-Anbiya na mkuu wa majeshi ya Iran Muhammad Bagheri. Shirika la habari linalohusiana na IRGC, Tasnim, limeripoti kuwa wanasayansi 6 wa nyuklia pia waliuawa katika mashambulizi hayo, ambapo 5 kati yao wametajwa kuwa ni Fereidun Abbas, mkuu wa zamani wa shirika la nishati ya atomic la Iran, Muhammad Mahdi Tehranch ambaye alihusika katika mpango wa silaha za nyuklia wa Iran, Abdurhamid Monsher, mkuu wa uhandisi wa nyuklia katika chuo kikuu cha Shahidi Baishit cha Iran, Ahmed Reza Zofakhari, profesa wa uhandisi wa nyuklia katika chuo kikuu cha Shahidi Baishit, na Emir Hussein Farish, profesa mwingine wa nyuklia katika chuo kikuu cha Shahidi Baishit, huku Ali Shamkhani ambaye ni mshauri mkuu wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei akijeruhiwa vibaya. Iran imeshikilia kwa muda mrefu msimamo wake kwamba mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya kiraia, lakini nchi nyingi pamoja na shirika la kimataifa la uangalizi wa nyuklia IAEA hazijashawishika kuwa mpango wa Iran ni kwa ajili ya madhumuni ya kiraia pekee. Imeandaliwa na kusanifiwa na mimi Dennis Kumwenda. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.